Halmashauri ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza imeweka wazi kuwa sekta ya elimu na afya ndizo sekta zitakazopewa kipaumbele katika matumizi ya mapato yaliyokusanywa kati ya mwezi Julai mpaka Disemba ya mwaka 2025, ambacho ni kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 7 sawa na asilimia 42.9 ya malengo ya mapato yanayotakiwa kukusanywa. Akitoa ufafanuzi wa ripoti aliyowasilisha katika mkutano wa baraza la madiwani ya wilaya Ilemela uliofanyika leo Januari 29 mwaka 2026, kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo Daktari Maria Kapinga anataja sababu za vipaumbele hivyo. Kama mlivyosikia kwenye taarifa, kwa makusanyo yetu sisi wenyewe ya ndani tumekusanya bilioni 7 sawa na asilimia 42.9 kwa kipindi cha kuanzia Julai mpaka mwezi wa 12. Katika hizo fedha tulizozikusanya, kuna fedha ambazo tunazirudisha kwenye miradi ya maendeleo ambayo ni asilimia 60 ya vitu ya makusanyo ambayo sisi tunakusanya. Na katika fedha hizi tumeelekeza katika miradi. Na miradi mikubwa sasa hivi tulioelekeza ni ujenzi wa shule, madarasa. Kama mnavyojua ni kipindi cha watoto kwenda shuleni. Kwa hiyo mahitaji ya madarasa, mahitaji ya madawati ni makubwa sana. Kwa hiyo asilimia kubwa ya fedha ambazo zimekusanywa katika kipindi hiki zimeelekezwa katika sekta ya elimu ili kupunguza ile changamoto ya miundombinu, na lakini pia na madawati kwa ajili ya wanafunzi kupata eneo bora la kusomea. Je, kwenye swala la mikopo asilimia 10, tunajua kama mwongozo unavyosema katika ile asilimia 60, asilimia 10 inatakiwa iende kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Halmashauri mpaka sasa hivi tumepeleka fedha kiasi cha shilingi milioni 625 kwa ajili ya kukopesha, na tunashukuru kuna vikundi ambavyo vinarejesha kama ilivyo takikana, lakini kuna changamoto ndogo ndogo. Baadhi ya vikundi urejeshaji wake unakuwa ni wa changamoto. Basi ningependa kutoa rai kwa wananchi, kipindi cha wao kuleta maombi, watumie hiyo fursa kuleta maombi kwa ajili ya kuombea mikopo. Hiyo ni kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Waombe kupitia mifumo, na kuna mfumo ambao upo wanaomba online waweze kuomba. Lakini sio tu hivyo, wale ambao wamekopa waweze kurejesha, kwa sababu tunajua wanavyorejesha tunaweza pia kuwakopesha watu wengi zaidi. Naye mwenyekiti wa CCM wilayani Ilemela Mheshimiwa Yusuf Bujiku amewataka madiwani wa chama chake kuwapa ushirikiano madiwani wa vyama pinzani. Niwapongeze madiwani namna ambavyo umeendelea kushirikiana. Baraza letu timu hii lina madiwani pia wa vyama wenzetu. Namuona James hapo kutoka Kayenze na Mr. Donald. Ni chachu kubwa namna ambavyo demokrasia tunaendelea kuisimamia katika taifa letu. Na mimi niwaombe sana madiwani wangu wa Chama cha Mapinduzi muwape ushirikiano. Kata hizo wanazotoka tuna wananchi wengi sana wametoa kula nyingi kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tuwape ushirikiano katika majukumu yao wanayotekeleza kutoka katika kata zao, na hata kero zilizoko kwenye kata zao wanapoziwakilisha, sina shaka mwenyekiti utasimamia kwa kiwango kikubwa kuhakikisha maeneo hayo pia miradi inatekelezwa. Hususani wakati tunatafuta kula, mimi nimetembea Kitangiri pale sana. Nilifanya base pale Kitangiri, nikakaa hapo ikabini. Watu wana malalamiko makubwa. Ile milima kule watu hawana njia. Na usiku watu walikuwa wakinieleza wanaenda kujifungua wamama usiku wa manane wanapata uchungu. Njia zile za mawe kule ndani wanahangaika sana, wanapata maumivu makali kwa sababu hata usafiri ufiki. Kwa hiyo niombe sana mambo haya yatiliwe mkazo. Miradi ya njia za mawe inapotoka, basi consider tuhakikisha kwamba
hata hapo Kitangiri kwenye hiyo milima wapate njia za mawe, kuhakikisha kwamba watu wale wanapata huduma na kuweza kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Na hapa katibu tawala wa wilaya Ilemela Mariam Msangi akimwakilisha mkuu wa wilaya hiyo anagusia jambo muhimu katika elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nitumie fursa hii kuwakumbusha Mheshimiwa madiwani, tupo kwenye zoezi la kuendelea kupokea wanafunzi wetu wa kidato cha kwanza kwa upande wa elimu sekondari, wanafunzi wetu wa darasa la kwanza kwa upande wa elimu msingi pamoja na awali. Tunashukuru sana kupitia idara ya elimu sekondari na elimu msingi, wanafunzi wanaendelea kudahiliwa. Mpaka sasa tupo zaidi ya 70% kwa idara zote, elimu msingi na sekondari. Hivyo kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya nitoe rai tuendelee kuwahimiza wazazi waweze kuleta wanafunzi mashuleni, kwa sababu masomo yameshaanza tokea Januari hii na tunaelekea mwisho wa Januari. Hivyo basi nitumie fursa hii tuweze kufanya vikao mbalimbali. Kupitia vikao vyetu tuhimize wanafunzi hawa waweze kudahiliwa, na wale ambao wanaendelea na masomo basi waweze kurudi mashuleni na kuendelea na masomo hayo. Vile vile nitumie fursa hii kwa upande huo wa elimu, tuendelee kuhimiza utoaji wa chakula mashuleni. Tunafahamu watoto wetu wanaenda asubuhi shuleni, kutoka ni jioni. Hivyo ni vizuri sana tuendelee kuhimiza utoaji wa chakula mashuleni. Tunashukuru wilaya yetu tunajitahidi sana, shule nyingi mpaka sasa zinatoa chakula. Hivyo basi kwa shule zilizobaki tuendelee kuhimiza chakula kitolewe mashuleni. Na hatimaye meya wa manispaa hiyo Sara Ngwani anaibua fursa kuelekea mashindano ya AFCON. Tujiandae sasa, sijui kuna mpango gani mkurugenzi, sijausikia, maana nikisikiliza kwenye vyombo vya habari 2027 kuna AFCON, na sisi kama Wanailemela tuna viwanja vingi vya michezo, nilitamani tuviboreshe basi ili nasi tupate timu za kuja kufanya mazoezi ili tuweze kupata mapato, maana tukipata timu hata wafanyabiashara wadogo wadogo watapata kitu. Kwa hiyo niombe sana mtu wetu ambaye anaweza kuboresha viwanja aboreshe hivyo viwanja ili tuweze kupokea hizo timu kwa ajili ya kufanya hayo mazoezi.